Hii ni Maisha Kamili, tutakufungulia Biblia yaone maisha. Karibu sana ndugu mtazamaji, tunapoingia tena katika somo la siku ya Jumatano. Amen. Tunaangalia upendo wa milele, kumfungulia Mungu, kusikiliza sauti yake. Yuko tayari kukaa pamoja nasi, yuko tayari kwa ajili ya kutuonyesha pendo lake katika maisha yetu, kama baba ambavyo mzazi anamuonyesha mtoto wake pendo. Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa kuwa pamoja nasi. Amen. Bado Mungu anazidi kutuletea mahusia wiki hii. Amen. Ya namna gani kukaa kikamilifu katika pendo lako. Amen. Kukaa kikamilifu ndani yako, na wewe utakaa ndani yetu, tutudhihirisha mwana ukiwa ndani yetu. Amen. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amina. Amina. Tulianza wiki hii na barua ya shahidi mwaminifu, Amina, na shahidi mwaminifu na wa kweli, mwanzo wa uumbaji wa Mungu, akielezea hali ya waumini walioko Laodikia. Na huu ni mfano ni kanisa linalowakilisha hali za waumini katika siku zetu pia. Kabla tujaenda kwenye habari ya mwaliko wa kukaa ndani yake, inaonekana tuko mdomoni mwa Kristo tayari, kulingana na barua hiyo ya shahidi mwaminifu katika Laodikia. Ila tu anasema tukubali kweli yake, kama ni moto tukubali kwa moto, ila hivyo atatutapika. Kwa hiyo tuko ndani yake, ndani ya kinywa chake. Lakini pia kwenye hiyo barua tuliona pia yuko mlangoni, anasubiri tumkaribishe aingie ndani. Ila yeye anasema mimi nimemaliza, mimi sina shida. Ni ninyi tu mnikubali ili tuingie ndani zaidi kwenye ushirika. Amina. Kwa hiyo bado tunakuja sasa kwa kudadavua mawazo haya kwa undani katika lugha ya picha tunayoiona katika Yohana sura 15 mstari wa kwanza mpaka 11. Uhusiano wetu na Kristo ukilinganishwa na uhusiano wa tawi na shina. Twende. Mimi ndimi mzabibu wa kweli, na Baba yangu ndiye mkulima. Kila tawi ndani yangu lisilozaa huliondoa, na kila tawi lizaalo hulisafisha, ili lizidi kuzaa. Ninyi mmekwisha kuwa safi kwa sababu ya lile neno nililowaambia. Kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi msipokaa ndani yangu. Mimi ni mzabibu, ninyi ni matawi. Akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Endelee mpaka 11. Mtu asipokaa ndani yangu hutupwa nje kama tawi na kunyauka, wala huyakusanya na kuyatupa motoni yakateketea. Watu yakusanya na kuyatupa motoni na yakateketea. Ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Hivyo hutukuzwa Baba yangu, kwa vile mzaavyo sana, nanyi mtakuwa wanafunzi wangu. Kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi. Kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Haya, tunatakiwa kukaa wapi sasa? Ndani yake. Kama tawi linavyotakiwa kukaa ndani ya shina, mwanafunzi anataka kukaa ndani ya Yesu. Lakini Yesu anasema kaeni katika nini? Pendo langu. Pendo langu. Huyu aliandika kitabu hiki Yohana mwenyewe alikuwa ni katika mitume, alikuwa ni mdogo. Akijitambulisha anasema yule mwanafunzi ambaye Bwana Yesu anampenda. Umeshaitafakari hiyo kitu? Yaani yeye anajiona kama anavyoona. Sawa. Yaani Yesu amenipenda. Jina langu ni nani? Mwanafunzi aliyependwa na Bwana. Unajua,
kuweza kuzishika amri zake, kuweza kusikia maonyo, makemeo, kama umekaa ndani ya pendo lake, kama unaamini anakupenda, unajua anakupenda, yatosha. Tosha. Sasa tunakaaje ndani ya pendo lake? Alafu anasema hapo nyuma, amesema ninyi ni kama tawi, mpo ndani ya nani na mlishasafishwa. Lugha za manabii, mmekuwa pruned, na anasema lile neno liloambia ndio mliloliamini, ndio limewafanya kuwa safi. Lakini anasema lile tawi lisilozaa, hata kama ni safi, lisilozaa, ndio ile mambo yalikuwa yanasema mimi nina nguo lakini kumbe yuko uchi. Yani lina majani lakini halina matunda. Kwa hiyo unajuaje umekaa ndani yake? Unatambua kwamba kweli anakupenda. Wewe ni mwanafunzi mpendwa. Yani anakupenda. Bwana anakupenda. Unaweza kusikia mtu anasema, yani mimi Mungu ananipenda. Sasa kama kweli unajua Mungu anakupenda, dalili zake, matunda. Na unadhani matunda gani? Utu wema, tunda la Roho. Kwamba Kristo anakaa ndani yako na furaha yake inatimia kweli kweli. Unyenyekevu. Ndio Galatia sura 5:20 ngapi? 22 hapa. Upendo huo sasa una furaha ndani yake. Una amani ndani yake. Una utu. Endelee. Unyenyekevu na yanayopatana na hayo. Kwani amri zake ni nini? Maana amezungumza hapa, alisema kama unanipenda mtazishika amri zake. Amri yake ni nini? Amri yake ni upendo. Kama alivyotupenda na sisi tuwapende wengine. Kama Baba alivyompenda na yeye alivyotupenda na sisi tupendane. Kwa hiyo upendo, mimi Mungu ananipenda, umeishia hapo. Ni upendo unaosambaa. Sahihi kabisa. Unarudi kwa Baba na unarudi kwa mwenzako. Na ukiwa katika hali hiyo ndio unajua umekaa katika pendo. Nadhani kama hapo umesema amina, ni kukaa tu kwenye pendo. Nimeamini neno lake. Ni neno gani alilotupatia ambalo litusafisha? Na tunatakiwa kukaa tuendelee kusafishwa tukazae matunda. Ni neno gani hilo? Ni amri gani hiyo? Alikuja kutushuhudia kwamba Baba anatupenda. Na yeye anatupenda. Akatoa uhai wake kwa ajili yetu. Sasa tukakaa kwa kusema mimi ni wa thamani. Mimi ni wake. Ananipenda. Aliingia gharama. Amenibeba. Mimi ni tawi tu, ananibeba. Nisingepata kazi bila yeye. Nisingepata mke huyu bila yeye. Nisingepata furaha bila yeye. Nisingepata amani bila yeye. Mimi ni mdeni wa Bwana. Yani mimi Bwana ananipenda. Yani unatafuta kumshuhudia, unatafuta kumdhihirisha, unatafuta kuonyesha shukurani kwa sababu umejaa. Sasa anasema hiyo furaha yenu sasa itajaa. Kwa sababu kupendwa ni raha. Alafu sasa wewe ukirudisha upendo ndio inakuwa raha zaidi. Oh, kupendwa. Ni raha, sio raha? Raha sana. Umeshawahi kurudisha upendo? Ndio. Ina raha zaidi. Ina raha zaidi? Elezea basi. Furaha ya kuona ule upendo wako. Haleluya. Rafiki yangu, Yesu anatutaka tuwe tuna furaha. Amina. Rafiki yangu, nimemkatisha tu kidogo, angeweza kuongea zaidi, lakini upo upendo kati ya mama na mtoto. Rafiki na rafiki, mpenzi na mpenzi, mume na mke. Lakini yote hivi ni vivuli. Upendo wa Mungu kwetu katika Kristo Yesu ndio halisia wenyewe. Amina. Na sasa kama vivuli vyenyewe vinaburudisha namna hii, vipi kukaa ndani ya mbele ya mwangaza wa uso wake wa upendo unaotukubali jinsi tulivyo, lakini hautuachi jinsi tulivyo? Kwa nini tusikae ndani yake, tuzidi kusafika, tuzidi kung'aa? Yani mashavu yaendane na mashavu yake, tucheke kama anavyocheka Kristo, tufurahi anavyocheka, kuturudishe upendo huu kwa matendo halisi
kwa maneno halisi, kwa kutii amri zake. Haleluya. Baba yetu wa mbinguni, unatupenda. Tumelikubali pendo hili. Asante Yesu Kristo. Mtumishi wako hapa anayesikia naye amekubali. Haya sio maongezi tu ya mbele ya kamera, ndio ukweli wenyewe. Umetupenda, umempenda. Sasa Baba, tuna haraka sana. Tunasikia dakika 5 tunafunga, tunawasha vitu vingine. Hatutulii kutafakari pendo lako. Umetutoa wapi? Unatuonya unatuambia nini? Unatuhakikishia yapi yatakayotufaa kwa ajili ya uzima? Sasa tunaomba tukae. Tunakemea haraka. Tunakemea kupotezea. Tunakataa moyo usiotulia. Tupe kutulia kwako katika pendo lako. Na hata mtumishi wako ambaye ana mambo mengi yanayopiga kelele, inawezekana ndani ya kengele nyingi, alarm nyingi, deadlines nyingi ya kukimbiza kila huku, hao wanatafuta usikivu wake. Baba, mpatie kutulia, mpatie break, mpatie kukaa ndani yako tangu sasa na hata milele. Na siku ya siku utakapokuja, ukatukaribishe katika makao ya amani. Tusitengane tena, kwa jina la Yesu. Mpaka somo lijao, ndivyo tunavyoomba. Amen. Amina. Asante sana ndugu mtazamaji. Tumeangalia kuwa matawi yanayozaa. Amina. Kesho siku ya Alhamisi tunaangalia utomvu. Lubinza. Enos Mwakalindile. Hapa ni Tembo, Dar es Salaam. Karibu sana siku ya kesho, siku ya Alhamisi.